Jambo la tatu, tumwangalie Esau. Utamjuaje Esau? Utajuaje umeingia kwenye mfumo wa Esau? Unakuwa hauangalii mbali. Unakuwa short term focused. Hauangalii mbali. Wewe kila kitu unaangalia namna ya kutatua leo. Unaangalia namna ya kuridhisha mahitaji yako leo. Unaangalia namna ya kufanya kile unachokitaka leo. Hauwezi kuona mbali. Angalia Mwanzo 25 mstari wa 34. Mwanzo 25 mstari wa 34. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Sikiliza ninavyosema hapo. Hivyo Esau akadharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Esau siku zote concern yake kubwa ni kutatua tatizo la leo bila kujali kesho kutakuwa kuna madhara gani. Angalia namna unavyotumia pesa zako, itakwambia. Unavyotumia, kuna namna yote unawaza kuhusu kesho. Ukiona wazi kuhusu kesho, pesa yote ni kwa ajili ya leo, ni consumption kwa ajili ya leo, inakuonyesha tayari uko kwenye mfumo wa Esau. Angalia unavyotumia muda wako. Unafanya nini katika muda wako kuwekeza kwa ajili ya kesho yake? Kama muda wako wote unatumika kwa ajili ya mambo ya leo bila ya kesho, maana yake tayari uko kwenye mfumo wa Esau. Angalia unavyochagua kazi. Unaangalia nini? Unaangalia tu unacholipwa au unaangalia future ya hiyo kazi? Angalia unavyochagua mwenzi, partner wako. Unaangalia nini? Unaangalia tu leo au unaangalia pia na kile kinachokuja mbele yako? Mfumo wa Esau haumruhusu mtu kuona mbali, unampumbaza kuona karibu tu. Esau siku zote hawajali kuhusiana na kesho. Ndio maana ukikutana na Esau, hana mpango wote wa uwekezaji wa maisha yake. Hajiulizi swali, kesho nikifukuzwa kazi nitaishije? Hajiulizi swali, nikizeeka, nina miaka 65 na miaka 70, sina uwezo wa kufanya kazi, nitaishije? Esau hajiulizi hilo swali. Kila kinachopatikana kinatosha kwa siku hiyo. Ni short term focused. Esau hawezi kunegotiate, hawezi kutafuta faida inayopatikana kwa faida ya muda mrefu.